السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, leo tunakuja na somo na darasa moja zuri sana, lakini kwa yule ambaye atakayefuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, basi na imani atawaidhika na kupata fundisho wa madarasa moja zuri sana. Mada leo nasema tumia swala hii ya Mtume Muhammad, tumia swala hii ya Mtume, ama soma swala hii ya Mtume mara 100, mara 100. Kisha baada hapo basi muombe Mwenyezi Mungu majambo yako. Kisha baada hapo muombe Mwenyezi Mungu majambo yako. Swala hii utakwenda kuitumia wakati gani? Utakwenda kuitumia kipindi gani? Swala hii utakwenda kutumia katika wakati wa usiku. Wallahi ina maajabu na ina muujiza mkubwa sana. Na nikwambie ndugu yangu katika imani, kama utaitumia swala hii kitakwa kabisa, ukaitumia swala hii yani hali ya kuwa inatoka moyoni kabisa, wallahi utakachomuomba Mwenyezi Mungu atakupa shekhe, atakupa. Leo kuna baadhi ya watu hali zao zimekuwa dhaifu hali, hata akisema tu ni mwende mtu, bwana mimi hali yangu kadha, hapati msaada. Wapo tu kama hao. Kuna watu maskini Mungu leo wana kama gundu fulani hivi katika miili yao, yani nasema zohari au nuksi katika miili yao. Ukitumia swala hii ya Mtume Muhammad, kwanza unasafishika ndugu yangu katika imani, unakuwa na nuru ala nuru katika mwili wako, unapendeza katika mwili wako. Kama ulikuwa uiti basi utaitwa, kama ilikuwa watu wakuzungumzi kwa uzuri utakuzungumza kwa uzuri, na utakuwa ni mwenye kupendwa katika jamii ya watu kama utaisoma swala hii hasa katika nyakati za usiku, alafu ukamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika majambo yako. Ni vyema ukasikiliza darasa hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu kuna faida kubwa unakwenda kuipata. Na kwa nini usome swala hii katika nyakati za usiku? Sikiliza maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema yanzilu Allah azza wa jalla ila samai dunya kulla laila hatta anasema kwamba yanzilu Allah azza wa jalla ila samai, yanzilu Allah azza wa jalla ila samai dunya kulla laila. Mtume anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anateremka katika wingu wa dunia kila siku. Tena uteremkaji wenyewe anateremka katika theluthi ya mwisho ile ya usiku, theluthi ya mwisho ya usiku, bimaana kuanzia saa 8 saa 9 pale Mungu anashuka katika wingu wa dunia. Fayaqulu, alafu Mwenyezi Mungu anasema ana maliku, mimi ndio mfalme, mimi ndio mtawala wa mbingu na ardhi, mimi ndio mmiliki wa mbingu na ardhi. Man dha alladhi yad'uni fastajibu la, nani katika miongoni mwenu basi mwenye kuniomba? Nani katika miongoni mwenu mwenye kuniomba ili mimi nimjibu maombi yake? Mungu anauliza nani mwenye kuniomba miongoni mwenu ili mimi nimjibu maombi yake? Haya ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa maelezo ya Mtume. Mwenyezi Mungu ananadi, Mwenyezi Mungu analeta tangazo kwamba nani mwenye kuniomba nimjibu maombi yake. Kipindi hicho mimi na wewe tumelala. Akasema tena man alladhi yasaluni fa'atihi, nani ambaye mwenye shida mwenye kuniomba ili nimpe? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anauliza. Lakini wallahi lazim kila mmoja wetu amelala na habari kabisa, tunakoroma katika nyakati za usiku, nyakati ambazo wallahi lazim kimomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anakubali maombi yako. Hadi Mwenyezi Mungu anashusha tangazo, anasema nani mwenye shida, nani mwenye kuniomba nimjibu maombi yake, nani mwenye kuniomba nimpe. Mungu anasema hivyo na anadi hivyo. Sasa katika hii
theluthi ya mwisho ya usiku, bimaana saa 8, saa 9, saa 10. Jitahidi ndugu yangu Muislamu, kama utaamka muda huo, basi isome swala hii. Inasoma hivi: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad biqadri hubbika fihi wazidni ya maulana hubba fihi wabijaihi indaka farij anni ma ana fihi ilahi la as'aluka radda al-qadaa bal as'aluka lutfa fihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Naudia tena, inasema Allahumma salli ala sayyidina Muhammad biqadri hubbika fihi wazidni ya maulana hubba fihi wabijaihi indaka farji anna ma ana fihi ilahi la as'aluka radda al-qadaa bal as'aluka lutfa fihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Hii swala ya Mtume Muhammad utaisoma takriban mara 7. Utaisoma takriban mara 7 kwa witri. Baada kuamka, ukiamka tayari umechukua udhu wako. Baada kuchukua udhu wako, ni vizuri ukaswali salatul haja. Baada ya salatul haja ndio unakaa kitako sasa unaisoma hii. Hapana, hii unaisoma mara 100. Kumradhi, unaisoma mara 100. Unaisoma mara 7 ni istighfari, bimaana baada ya kuamka kuchukua udhu tayari utaleta istighfari mara 7, bimaana astaghfirullah mara 7. Baada zile istighfari mara 7 ndio utakuja kusoma swala hii mara 100. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad biqadri hubbika fihi wazidni ya maulana hubba fihi wabijaihi indaka farji anni ma ana fihi ilahi la as'aluka radda al-qadaa bal as'aluka lutfa fihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Hii unaisoma mara ngapi? Unaisoma takriban mara 10. Wallahi, ukisoma swala hii ya Mtume, kisha ukapeleka maombi yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi Mwenyezi Mungu anakujibu haraka sana. Naona kwa kipenzi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwenye kusoma swala hii anakuwa nuru ala nuru. Kwanza mwili wake utang'aa nuru ya Mtume Muhammad. Mwili wako utang'aa, shekhe wangu. Kama ulikuwa huitwi utaitwa, kama ulikuwa hupendi utapendwa, kama ulikuwa unaonekana katika jamii wewe ni mtu ambaye ueleweki shekhe, basi utakaa sawa sawa, utakuwa nuru ala nuru. Haipo mtu ambaye anayemsalia Mtume Muhammad kwa wingi sana alafu akawa mtu lofa tu shekhe, haiwezekani. Ukimsalia Mtume Muhammad kwa wingi unakuwa very strong shekhe, alafu Mwenyezi Mungu anakujalia unakuwa na nuru fulani hivi kiasi kwamba hata jamii haikuchukulii kama vile ambavyo unavyoelewa. Kwa hiyo utaisoma hiyo mara 100 katika nyakati za usiku, na hasa ile theluthi ya mwisho usiku, baada kuanzia saa 8, saa 9 na kwenda mbele biidhnillah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.